Fundisha visa. Biblia imejaa mifano mingi kwenye Biblia, mingi ambayo ina uhalisia kabisa. Ifundishe hiyo, itumie hiyo. Watoto watakuelewa vizuri. Lakini maisha yako yashuhudie. Ikiwa kama tutachagua mwalimu kwa ajili ya kuzungumza na watoto wetu, kwa bahati mbaya huyu mwalimu akawa na tabia ya uchelewevu, tunategemea watoto wetu watakuwa wanawahi zaidi au watakuwa wanachelewa zaidi? Ndio. Kwa hivyo walimu wenzangu, tunaowafundisha watoto tunapaswa kuwa kielelezo. Ukimfundisha mtoto kutoa zaka, yeye hajui kwamba umepata au umekosa. Anaangalia, hivi huu ni muda wa zaka na sadaka. Mwalimu wangu anaenda kutoa? Hujaenda. Anaelewa, aha, sasa inawezekana kutoa ni kujifunza kwa kusema, sio kufanya nini? Kutoa. Lakini ukimfundisha mtoto kuwahi kanisani, akakuta umewahi, kimsingi anajisikia vibaya na anatamani ile tabia aiache. Kwa sababu watoto wote, hakuna mtoto ambaye anapenda kumuuzi mwalimu wake. Akifanya kitu ambacho anaona kabisa hakiko sawa na mwalimu wake, anajisikia vibaya na anatafuta namna ya kufanya matengenezo ili aweze ukiacha. Kwa hivyo walimu wenzangu, tunapoona watoto wamekusanyika, wazazi wamewaleta kwa ajili ya kujifunza, tuwafundishe mausia ya Mwenyezi Mungu. Na hata hivyo, kama tutachukua nafasi na jukumu hilo la kuwafundisha watoto, tunapata thawabu mbele za Mungu, maana tunashughulika na watu wenye mbingu. Yesu mwenyewe alisema, waacheni maana ufalme wa mbinguni ni wao. Sasa kama unashughulika na watu wenye mbingu, ukishughulika nao, sina wewe tiketi ya kwenda mbinguni ni moja kwa moja. Maana wale ndio wenyeji wa mbinguni. Ufalme wa mbinguni ni wao. Ukishughulika nao, maana hata wewe ufalme wa mbinguni ni wao, ni wako. Shughulika na watoto vyema. Tutambue kabisa kwamba sehemu ya kanisa ni sehemu muhimu sana inayoandaa watoto kwa ajili ya kujenga tabia zao kijamii, kiakili, kiafya. Yaani watakuwa safi kiwa tu mwalimu wao yuko vizuri. Basi jioni ya pekee niwaalike sasa tuweze kusimama tupate ombi tunapohitimisha kipindi hiki. Baba mwema na Mungu wetu ushie juu mbinguni, asante kwa wema wako na ulinzi wako. Tumetambua na kujifunza kwamba upo umuhimu mkubwa sana wa kukusanyika sisi wenyewe katika ibada, lakini wa kuwafundisha watoto wetu kuweza kukusanyika na kuabudu wewe katika ibada. Tunaomba sasa utusaidie. Wako walimu wanaofundisha mahali, wajaze Roho wako mwema wakafundishe ujumbe wako Jehova, ili hatimaye watoto watakapo wasikiliza na kujifunza kutoka kwao wakapate mausia yako na jina lako likatukuzwe. Hivyo tuombavyo kwa Kristo Bwana wetu, amen. Asante. Basi niendelee kualika siku ya kesho, tutaendelea tena na vipindi hivi muda na wasaa kama huu. Karibuni sana kwa vipindi vinavyoendelea. Mnasemaje kwa somo Ilolo Net Event 2025? Salama hatimaye. Basi kwa wakati mzuri ningependa kuikaribisha kwaya ya Ilolo. Inawezekana limebakia jambo moja ambalo kwalo hilo wewe hujakamilika. Ukeshe ukiomba
imarishe yaliyosalia kufa. Inawezekana limebakia jambo moja ambalo kwalo hilo wewe hujakamilika. Ukeshe ukiomba ukayaimarishe yaliyosalia yanataka kufa. Moja moja tujihoji kama tumekubaliwa na Mungu, ili tufae kwenda juu, tukaishi na Mwokozi kwenye meza ile. Wake mwana kondoo. Moja moja tujihoji kama tumekubaliwa na Mungu, ili tufae kwenda juu, tukaishi na Mwokozi kwenye meza ile yake. Wake mwana kondoo. Inawezekana limebakia jambo moja ambalo hilo wewe hujakamilika. Ukeshe ukiomba ukayaimarishe yanayotaka kufa. Inawezekana limebakia jambo moja ambalo kwalo wewe hujakamilika. Ukeshe ukiomba ukayaimarishe Kwa ajili ya kwaya. Basi kwa wakati mzuri ningependa kumkaribisha mwalimu wako kwa ajili ya wimbo wa pekee.
Nimekuja Bwana miguuni pako, hapa ndipo salama yangu. Nimejikana si Bwana ya dunia yamenishinda. Nimekuja Bwana miguuni pako, hapa ndipo salama yangu. Nimekuja Bwana miguuni pako, hapa ndipo salama yangu. Nimejikana si Bwana ya dunia yamenishinda. Nimekuja Bwana miguuni pako, hapa ndipo salama yangu. Nimejikana si Bwana ya dunia yamenishinda. Nimekuja Bwana miguuni pako, hapa ndipo salama yangu. Nimejikana si Bwana ya dunia yamenishinda. Nimekuja Bwana miguuni pako, hapa ndipo salama yangu. Ilolo Net Event. Salama hatimaye. Basi kwa wakati mzuri ningependa kukaribisha kwaya The Ways of Hope. Baada ya kwaya The Ways of Hope, kwaya ya Vwawa, kisha kwaya ya watoto.